Licha ya serikali kujipambanua na kuhakikisha kwamba maendeleo yanapeleka kwa wananchi, lakini wako wananchi ambao hawajafikiwa na hayo maendeleo. Sawa. Bado hawaamini kama serikali inaweza kufika kwenye maeneo yao. Sawa. Mimi nilishawahi kushuhudia, bila shaka ilikuwa ni wapi kama nitakumbuka, Mungu wangu, sio ni Kitunda, maeneo fulani, kuna ziara moja niliendaga na mbunge. Sasa tukiwa tunapata chakula, kuna mama walikuwa wanapita hivi, akasema hii barabara hizi mbovu, mbona mnawakumbuka wenzetu tu huko, sisi huko watu wamfiki. Unadhani kitu gani ambacho serikali ingeweza kuzungumza ili naye yule ambaye hajafikiwa kwa sasa hivi kutengenezewa barabara aamini kwamba wakati ukifika maendeleo yatafika kwenye eneo lake? Kwa sababu anaamini kwamba serikali bado haifanyi kazi, lakini kwa serikali hiyo hiyo imefanya kazi kwa ukubwa na mpaka leo tunapita kwenye flyover. Huyu mwananchi wa kawaida bado haamini. Ndugu mtangazaji, changamoto ni sisi tunajifungia kwenye box. Kipindi mimi nakupa ushuhuda wa maendeleo ya baadhi ya sehemu. Kipindi niko hiyo Makete, kijijini kabisa, tuna umeme, tuna maji, tuna barabara, ndio hizo japo hazipigii vizuri lakini ziko barabara zipo. Nikifanyisha ninakotoka, nikawa nawaza hivi ni lini ninakotoka kutakuwa na barabara, kutakuwa na umeme, kutakuwa na maji. Currently zipo. Kwa ni swala la muda, swala la mipango ambayo ipo kwenye halmashauri zetu, chini ya serikali kuu. Okay. Ni swala la muda na kuwa vumilivu na kuamini kinachofanyika na serikali. Dr. Samia Suluhu Hassan sasa kitafanyika. Okay. Yeah. Wewe umezaliwa Kilosa, Zombo, Morogoro. Ndio. Moja kati ya wananchi wa eneo hili wanatamani sana siku moja lami ikapita pale Zombo kwenda Mikumi, na ikiwezekana iwe barabara kuu ya kutoka Kilosa, Dumila, Kilosa, Zombo mpaka Mikumi hadi Iringa huko. Na watu wanatamani hilo sana. Unadhani sasa kwa upande sasa wa serikali ni jambo gani ambalo linaweza likatekelezwa ili kumwaminisha au kumpa uhakika mwananchi wa kule ili aweze kupitiwa na hizo barabara au miundombinu ya barabara ikawa wezeshi kabisa? Naamini imefanya daraja la Miombo Kafa. Wengine inawezekana hawalijui daraja moja lilikuwa sumbufu sana. Wakati huo tunasoma tunabeba nguo kichwani kabisa, tunaelekea shule pale Zombo, wakati tuko kambi. Lakini serikali pia imekamilisha ile daraja, limekuja kuzinduliwa mwezi uliopita na Mwenge, sio? Sawa. Sasa hivi jukumu kubwa watu wanaangalia, bwana, tutanuliwa ile barabara ya Zombo, iwekwe lami, maisha mengine yaweze kuendelea. Umeme umefika kule, maji ndio kama hivyo wanapambana na kuja. Hii ikoje? Ndugu mtangazaji, kama ulivyokuwa umegusa mwanzo, kikweli ni swala la muda kama nilivyosema. Kwa mfano ni muda mrefu sana serikali ipo kwenye mpango wa kutengeneza barabara ya Dumila, Kilosa, Mikumi, Iringa mpaka Mbeya. Na awamu ya kwanza barabara imetengenezwa kuanzia Dumila tunafikia sasa hivi Kilosa mjini, tushafika. Kwa awamu ya pili ni Kilosa mjini, Zombo, Mikumi. Kwa hiyo na mkandarasi yuko site ninavyokuambia. Nilipita mwaka jana 2025. Yuko site mkandarasi. Yuko site. Barabara inatanuliwa, shughuli inaendelea. Kwa hiyo kwa wananchi wakazi wa jimbo la Mikumi, Kilosa, mkati wa kutanua barabara ya Mikumi Kilosa upo kwenye mipango ya serikali na mkandarasi yuko site mpaka sasa. Tumeona miundombinu ya zahanati. Ndio. Pia nayo imeendelea kukua zaidi. Hii kuwepo kwa zahanati na sehemu za kutolea huduma za afya pia una mchango gani pengine kwa jamii mkubwa ambao serikali inaamini wananchi pale wana makusudi ya kuweza kupongeza serikali kwa jitihada ambazo zinafanya? Ndugu mtangazaji, napenda tena kuipongeza serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Ni kweli mpango wa zahanati kila kijiji umesaidia sana. Kila kijiji. Sasa hivi tunazungumzia Nyali, Madumizi, Ulaya, tuna zahanati. Hatuna shida kama natoka asubuhi ya usiku na mgonjwa mjamzito, navuka maji naenda Zombo kituo cha zahanati tena kwa ajili ya matibabu, hapana. Lakini pia hata hospitali yetu kubwa ya Muhimbili. Mwanzo tulikuwa upandikizaji wa figo ulikuwa unafanyika, tunaweza kwenda India, mtu ana shida ya figo upandikiza kwenda India. Sasa tunafanya hapa Muhimbili. Kwa mfano kwa mara ya kwanza mwezi wa 5 mwaka huu tumefanya upandikizaji wa figo kwa njia ya matundu katika hospitali yetu ya taifa ya Muhimbili. Kwa hiyo kikweli uwezeshaji katika zahanati na hospitali kwa mkubwa mno. Vifaa tiba, wataalamu, hali nzuri sana. Hali nzuri na kasi nzuri sana. Ramadhani, tukubali pia kwenye swala mazima la serikali kuendelea kutekeleza huduma ya maji. Upatikanaji wa maji.
Nikikukumbusha kama utakuwa umesahau, miaka hiyo tulikuwa tunateka yale maji ya kutiririka. Sahihi. Unakuta maji na vumbi unafanya tena unachukua nguo ndio unachota maji ili upate maji mazuri, maji masafi. Lakini serikali imejitahidi sana kuweza kufikisha maeneo mengi sana maji haya. Sasa ni hatua zipi zimeleta mabadiliko kwa wananchi? Hatua gani ambazo zimeleta mabadiliko kwa wananchi? Of course uboreshaji wa huduma za maji una mchango mkubwa pia katika maendeleo ya wananchi na uchumi. Mwanzo kama ulivyosema, tunatoka sehemu moja kufuata maji na let's say mimi nakupa mfano wa niliishi Kibondo pia. Nilikuwa natoka saa 10. Kibondo hiyo. Okay. Nilikuwa natoka saa 10 ile asubuhi. Hapo natakiwa niandae maji nije kuoga niende kazini. Okay. Unakaa kwenye kibomba moja ya maji ambayo iko kijiji kizima. Unakaa almost masaa 2 ndio unapata ndoo yako ikiwa na maji. Masaa 2. Lakini kwa sasa natumia muda mchache, natoka nachukua ndoo yangu hapo dakika 5-6 nimejiandaa tayari naenda kwenye shughuli za kiuchumi. Kwa hiyo imepunguza pia muda mwingi wa watu kutumia kwenye shughuli ambazo sizo za kiuchumi, kujiengage kwenye shughuli za kiuchumi. Lakini pia maji yameboresha huduma za kijamii. Tunaviona. Tuna maji mashuleni, hospitali, hali nzuri sana. Kwa hiyo yote hiyo kozi ni kasi ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na waziri wa maji. Kasi ni nzuri sana na inasaidia sana kwenye kuchangia maendeleo ya jamii. Tena umenigusa bwana. Mheshimiwa Juma Aweso amekuwa ni miongoni wa viongozi ambao wanapiga sana kwenda sana site.